Kama vile jinsi mnavyojua, kundi la Wazalendo ni muungano pia wa makundi tofauti ambao wote waliamua kuwa pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wapigane na M23. Kwa hiyo audio ambayo mnataka kwenda kuisikia hapa ni tamko la waziwazi la lile kundi ambalo lilikuwa linaongozwa na mtetezi. Ndio wale ambao walifanya utaratibu, walikuwa kwenye operation ambayo wamemkamata yule mtoto ambaye tumekuwa tukimposti hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata sauti yake, kwa maana ameizungumza hatua na harakati zote ambazo wamemfanyia yule mtoto. Hebu tumsikilize. Ndio ndugu mtangazaji, leo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025, jeshi la FPDC-ML lake Lieutenant General Bulantetezi tulikuja kushambuliwa na muungano wa M23 Twirwaneho AFC kwenye nyanja za kati, yani Mwaye Plateau pale Lusuku na Wanlema. Kama mlivyosikia, ilikuwa ni mashambulizi kabisa ya asubuhi. Kwetu haikuwa mashambulizi ya kushtukiza, kwa sababu tulikuwa na hizo habari kwamba adui alikuwa anajipanga na kuangalia jinsi gani za kuja kushambulia ili apate kuteka mji wa Wanlema na mji wa Lusuku kwenda hadi Mukera kushuka Difizi na Baraka. Ila kwa sababu vikosi vyetu vipo macho muda wote, na tuna devoir moja kuproteger population, ndio maana walivyokuja walikuta kweli vikosi vyetu vilikuwa vimesimama, kwa sababu adui anajiji kujidanganya. Siku 3 kabla tulipata habari kwamba anasema kwamba yule ambaye yeye alikuwa anaogopa hayupo, ila anashindwa kujua kama jeshi la Wazalendo kwa muungano wa Wazalendo kwa ajili ya ulinzi wa Kongo FPDC-ML ipo nguvu na ipo imara kabisa na inazidi kusimama kwa ajili ya kutetea raia. Ndio tunachokiomba ni tunaomba Umoja wa Mataifa upate kuja kutuangalilia jambo ambalo tulikamata leo. Tulikamata mateka 2 ambao ni watoto bado. Jeshi la M23 Twirwaneho AFC inazidi kuingiza watoto jeshini, japo ni ukiukwaji wa haki za binadamu, kwa sababu nafasi ya mtoto ni shuleni. Ila tuna mshangao mkubwa kuona inaweza ikawaje watoto wajikute kwenye shamba la mapambano. Na hicho kitu kweli tunaomba Umoja wa Mataifa au watoto ambao tuliowakamata ambao ni wanajeshi wa M23 Twirwaneho tutawaremetre kwa viongozi ili wapate kuwapeleka kwa instance international. Ndio kufuatana tulivyouliza, wanatuambia kwamba walikuwa rekrute pale Kamanyola na wengine walikuwa rekrute Rwanda, na ni wengi sana kwenye jeshi la Twirwaneho ambao walipandisha huku, ila ambao tulikuwa nawaambiambia kila siku kwamba jeshi la M23 wanazidi kurenforcer Mwaye Plateau ili wapate kushambulia vijiji vyote vya nyanja za juu na nyanja za kati. Ila tunaweza kurasire population isiogope, na saa hizi situation iko sous contrôle. Commandant ya secteur premier na secteur de FPDC, le commandant secteur Machu na commandant secteur Chabo walipigana kabisa na wakapanga watoto vizuri, na hadi sasa hivi naweza kuambia kwamba vikosi vya FPDC-ML vinazidi kujipanga vizuri na vinakingia miji yote ile ambayo raia imo ndani. Kama mnavyojua, wale watoto wako bien traité, hawawezi kuwa maltraité parce que FPDC tunaheshimu haki za binadamu. Haki za binadamu kwetu ni priorite, na kama mnavyojua sisi kwenye shamba la mapambano tukiteka awe jeshi, awe mtoto, awe mama, tunapomkamata hatuwezi hata kumpiga kofi, na chakula atapewa, ila tutamuoji na kumpana kwenye instance ambayo inastahili, kwa sababu sio mara ya kwanza FPDC kukamata watu na kwenda kwa remettre kusei sera viongozi wengine. Ndio maana tunaomba tu community international ije iangalie, kwa sababu jeshi ambalo wanaosema kwamba linakuja kukomboa bado wanatumikisha watoto ambao walistahili kuwa shuleni, wao ndio wanaleta kwenye mapambano kwenye uwanja wa vita. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Niseme kwamba haishi mpaka iishe, tunasubiri nyeshe ili tuone wapi panapovuja. Naitwa Boss Elvis na ninakuomba please subscribe Red Pro Media. Na imani kwamba umesikiliza vitu vyote ambavyo amezungumza, na vita bado inaendelea. Bado vita vinaendelea. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunaendelea kukupatia taarifa zote ambazo zinaendelea katika pande zote. Please subscribe, tunakuomba. Na hii hapa ni Red Pro Media.